Ndugu zangu wanahabari, habari za mchana. Tumewaita mchana huu wa leo klabu ya Dar es Salaam Young Africans kutoa maelezo ya kile ambacho kimetokea jana, ambapo kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi ya Tanzania ilikuwa ikipitia taarifa mbalimbali za michezo ya ligi, ikiwepo mojawapo ya malalamiko ya timu ya Simba dhidi ya Kagera Sukari, ambapo matokeo ambayo yametangazwa na kamati hiyo ni kwamba Simba imepewa pointi 3 na magoli 2. Yaani kifupi wamepewa mbeleko na pointi za mezani. Tunasema hayo kwa sababu ya dhana zilizokuwepo kabla ya maamuzi kutolewa ya hicho ambacho kimefanyika. Tunashangaa dunia ya leo tulipofikia timu kupewa ushindi wa mezani ni kulinajisi soka. Kwamba tunaona bodi ya ligi inanajisi soka ya Tanzania. Kwa sababu gani? Taarifa za kila mechi zinapochezwa kunakuwa na kikao cha masaa 72. Ukakasi umekuja kwamba tumeambiwa taarifa ya muamuzi na ya kamisa zilikuwa viendani. Tunajiuliza bodi ya ligi, wakati mechi ya African Lion na Kagera imechezwa Januari, baada ya kamati saa 72 nafikiri imekaa zaidi ya mara 10, walichukua hatua gani kuwaita waamuzi na kamisa kueleza sintofahamu ya maelezo yao? Inashangaza mpaka Simba wanakuja kumkatia rufaa Mohamed Faki. Zishachezwa mechi nyingi na kikao cha masaa 72 zishangaliwa vingi. Na utaratibu ulikuwa, kanuni inasema ni masaa 72 au masaa 48 hadi 72 muamuzi awe amewasilisha nyaraka zake tena kielektroniki kupitia email. Lakini tunachoshangazwa kwamba kwa nini kwa mechi ya African Lion na Kagera ilipochezwa bodi ya ligi au kikao cha 72 au bodi ya ligi kwani kuwaita waamuzi na kamisa. Tunaona kama kamisa wengi wameondolewa kwenye ligi, kwenye orodha ya makamisa ya michezo ya ligi. Tumeona waamuzi ambao washaondolewa kwenye michezo ya ligi kutokana na taarifa mbalimbali za tuma dhidi yao. Sasa tumeshangazwa sana na kitendo cha kutokuwa na sintofahamu na mkanganyiko wa taarifa. Sasa Young Africans tumepata mashaka na tuna imani tena na watendaji wa bodi ya ligi, kuanzia mtendaji mkuu na watendaji wote ambao ni watunza kumbukumbu au zile kwenye ile database ya bodi ya ligi. Hatuna imani nao. Kama Tanzania Premier League Board wanashindwa kuwa na kumbukumbu. Leo hiyo unasema umeenda kumuita muamuzi, je, yuko mgonjwa mahututi? Je, yuko ameshafariki maana ni binadamu? Je, vielelezo hivyo wangevipata wapi? Tunapata sintofahamu kwamba bodi ya ligi, watendaji wa bodi ya ligi wameshindwa kufanya kazi yao ipasavyo. Swala hili la Simba kupewa pointi za Kagera na kushindwa kuwa na kumbukumbu sahihi kwenye ofisi yao inatumaanisha kwamba bodi ya ligi inafaa kuwajibishwa na wafanyakazi wao wafukuzwe kazi mara moja. Tumeshangaa kesi ya Simba imechukuliwa kwa muda mfupi sana na imetumika hila nyingi sana. Haiwezekani kama siku ya mechi imetumwa taarifa kumbukumbu hamna, mtu huyo ameshakaa miezi 3 anakuja na kumbukumbu kilichokifanya ndani ya miezi 3 pasipokuwa na maandishi yaje kutoka kwa mdomo. Tunaamini ya kuwa kamisa wa mchezo huu pamoja na muamuzi aliyechezesha mchezo ule walipewa maelezo maalum ya kukubali kile ambacho watu wamekitaka, na ndicho kilichofanyika. Sasa tunatoka kucheza mpira uwanjani, tunaingia kucheza mpira mezani. Sasa wanasema kama mbwai iwe mbwai, kama tutu tudani. Tunasema hivyo. Dar es Salaam Young Africa tulitoa malalamiko kuhusu mchezaji Venance Ludovic ambaye alitokea timu ya Mbao akacheza kwenye timu ya African Lion. Taratibu za uhamisho wa mchezaji huo wa timu ya Mbao ikithibitisha kwamba ni mchezaji wao halali na taratibu za kuhamishwa zilikuwa hazijafanyika. Tunaiomba
swala letu lilikuwa katika kamati ya hadhi, sheria na katiba. Tunaomba kamati hii sasa itoe maamuzi ya lile la mikorofi tulilopeleka siku nyingi kabla hili ya Simba. Tulikuwa tunataka kucheza mpira mezani, lakini tushaona mpira ushatoka uwanjani umehamia mezani. Kwa dunia tulikopo sasa hivi ni kitendo cha aibu na ni kunajisi soka kumpa timu matokeo ya mezani. Tunaomba, sisi ni masikitiko makubwa sana kwa ndugu zetu wa Simba. Wewe nashangaa wanamume sasa hivi wameshika majani na vibaya kiunoni wanashangilia ushindi wa mezani. Ni aibu. Na wacheka sana Simba wanapopita barabarani na kujinasibu kwamba wao wanaongoza ligi, wameshinda. Yaani kwa kawaida kwa dunia sasa ni kitu ambacho hakikubaliki. Tunaiomba kamati ya sheria, katiba na hadhi ya wachezaji itoe maamuzi kuhusiana na kesi yetu ambayo ipo kwao ya mchezaji Venance Ludovic wa African Lyon. Pili, kama Dar es Salaam Young Africa tumekuwa na malalamiko mengi na masikitiko mengi na maneno mengi, na kuna wanachama na wapenzi wa soka mbalimbali wanataka kwenda mahakamani kwenda kusimamisha ligi. Dar es Salaam Young Africa kama klabu ya mpira na katiba zetu tunajua kwamba CAF na FIFA hawataki mambo ya michezo kupelekwa katika mahakama za kiraia. Sisi hatuliungi mkono hilo. Lakini ikitokea, kwa sababu sisi viongozi tumechaguliwa na wanachama, ni viongozi wachache. Kama wanachama wenyewe kwa nafasi yao na matakwa yao wakienda mahakamani, sisi hatuwezi kuwazuia. Lakini kama klabu ya Yanga, sisi hatuwezi kwenda mahakamani kwa ajili ya swala hili. Sema tunaiomba shirikisho la soka nchini Tanzania na ile bodi ya ligi ambayo imechaguliwa kihalali wapitie upya uweledi na kazi zinazofanywa na wafanyakazi wao. Sisi kama Dar es Salaam Young Africans tumekosa imani na watendaji wa bodi ya ligi. Tulikuwa tunaomba kuanzia mtendaji mkuu na wafanyakazi wote wawajibishwe mara moja.